katika kumsifu na kumwabudu yeye. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya asubuhi ya leo iliyojawa na utukufu wake. Asubuhi ya baraka ambayo Bwana ametukusanya tena nyumbani mwake katika ibada hii ya kwanza. Mungu akubariki wewe uliyejihimu na kuwepo mahali hapa katika ibada hii. Ninamshukuru Mungu kwa kunipa neema na kibali cha kusimama tena mbele zake katika madhabahu yake takatifu na mbele yako wewe mtakatifu wa UCC, ikiwa ni Jumapili nyingine tunayokwenda kushiriki meza ya Bwana, ushirika mtakatifu. Lakini kabla ya kuelekea kwenye kushiriki meza ya Bwana, tutakuwa na neno fupi la kujifunza. Na neno hili lina kichwa kinachosema uzuri wa udhihirisho wa uwepo wa Mungu na nguvu zake. Uzuri wa udhihirisho wa uwepo wa Mungu na nguvu zake. Ndilo somo letu tutakalo kwenda kujifunza asubuhi ya leo. Kabla hatujaingia kwenye ushirika mtakatifu, uzuri wa udhihirisho wa uwepo wa Mungu na nguvu zake. Baba mtakatifu, asante kwa neno lako na ujumbe huu ambao Bwana umeuleta mbele yetu asubuhi ya leo, kama utangulizi tunapoelekea katika kushiriki meza ya Bwana, tukikumbuka mauti yako pale msalabani Calvary na yale uliyotutendea kupitia kifo chako. Ninanyenyekea kwako na ukabidhi mkutano mzima uliokusanyika mahali hapa mikononi mwako. Karibu Mungu Roho Mtakatifu, Roho mwema, ukalihudumie kusanyiko lako, ukinitumia kama chombo katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uzuri wa udhihirisho wa uwepo wa Mungu na nguvu zake. Udhihirisho wa uwepo wa Mungu ni uwepo wake uliowekwa wazi au unaoonekana kwa wazi. Nifafanue kwa kifupi. Udhihirisho wa uwepo wa Mungu na nguvu zake ni uwepo wake uliowekwa wazi au unaoonekana kwa wazi. Udhihirisho wa uwepo wa Mungu ni ushahidi wa nje na wa ndani unaomweka wazi Mungu asiyeonekana kwa macho ya nyama. Udhihirisho wa uwepo wa Mungu ni ushahidi wa ndani, ni ushahidi wa nje unaomweka Mungu wazi, Mungu asiyeonekana kwa macho ya nyama. Na neno udhihirisho
linatokana na neno dhihirisha lenye maana ya onyesha kwa wazi au fanya jambo liwe wazi na kujulikana. Neno udhihirisho linatokana na neno dhihirisha lenye maana ya onyesha kwa wazi au fanya jambo liwe wazi na kujulikana. Mara nyingi tumekuwa tukiishia kuzungumza juu ya uwepo wa Mungu kwa kusoma kwenye vitabu mbalimbali vya walimu au watumishi wa Mungu, na kwa kusikia wahubiri na walimu mbalimbali wakifundisha na kuhubiri juu ya uwepo wa Mungu. Maarifa au ufahamu wa wengi wetu juu ya uwepo wa Mungu ni wa kinadharia zaidi. Maarifa yetu yamejengwa zaidi kwenye theory. Ufahamu wetu umejengwa zaidi kwenye theory, kwenye nadharia. Ni vizuri sana kujua uwepo wa Mungu kupitia kusoma Biblia, kupitia kusoma vitabu mbalimbali, pia kwa kuwasikia wahubiri na walimu wakifundisha juu ya uwepo wa Mungu. Lakini hiyo tu haitoshi kunifanya mimi na wewe kuwa na uzoefu kamili juu ya uwepo wa Mungu aliye ndani yetu na katikati yetu. Kuna uzuri usioelezeka. Kwa lugha za kawaida, kwa lugha za kibinadamu, wakati Mungu anapodhihirisha uwepo wake na nguvu zake ndani yako au katikati yetu. Udhihirisho wa uwepo wa Mungu na nguvu zake unapotokea ndani ya mtu au unapotokea katikati yetu, kuna kitu cha tofauti hutokea. Mungu anapojidhihirisha, Mungu anapojifunua na kujiweka wazi, huwa kuna kitu cha tofauti hutokea ndani ya mtu, na inaweza ikaenda zaidi, ikatokea hata nje ya mtu mwilini au katikati yetu tunapokuwa katika ibada kama hii. Kwa hiyo udhihirisho wa uwepo wa Mungu na nguvu zake ni kitu cha muhimu sana sana katika maisha ya muamini mmoja mmoja, lakini pia katikati yetu kanisa kama kusanyiko au kundi. Zipo faida. Naomba nizungumzie faida. Nimesema somo langu litakuwa fupi. Faida za udhihirisho wa uwepo wa Mungu na nguvu zake. Faida za udhihirisho wa uwepo wa Mungu na nguvu zake. Jambo la kwanza, unatusaidia kujifunza kwa vitendo juu ya uwepo wa Mungu aliye ndani yetu na katikati yetu. Mungu yupo ndani yetu, Mungu yupo katikati yetu, lakini hatumuoni kwa macho ya nyama kwa sababu hana mwili.
tunajua yuko ndani yetu na katikati yetu kwa kuamini tu, kupitia neno lake tunapolisoma, kupitia wahubiri na walimu wanapotufundisha. Lakini Mungu anapojidhihirisha ndani yako au ndani yetu au katikati yetu, kule kujidhihirisha kwake kunatusaidia kujifunza kwa vitendo juu ya uwepo wake ndani yetu na katikati yetu. Unatusaidia kupata maarifa na uelewa wa kivitendo juu ya uwepo wa Mungu na nguvu zake ndani yetu. Na ni mapenzi ya Mungu makamilifu kabisa kwamba tujifunze juu ya uwepo wake kwa njia zote mbili. Tujifunze juu ya uwepo wake kwa nadharia kupitia imani, tunapolisoma neno, tunapohubiriwa na kufundishwa, lakini tujifunze pia juu ya uwepo wake kupitia vitendo. Jambo la pili, unaamsha fahamu zetu na kutufanya tutambue kwa wazi ya kwamba Mungu yuko ndani yetu na katikati yetu. Zile fahamu zetu zilizolala, ambazo wakati mwingine zinapofundishwa juu ya uwepo wa Mungu, juu ya Mungu, wakati mwingine zinaelewa kwa sehemu, wakati mwingine hazielewi kabisa. Sasa Mungu anapojifunua, Mungu anapojidhihirisha, fahamu zetu za rohoni na fahamu zetu za mwilini zinapata kutambua kwa wazi ya kwamba Mungu yuko ndani yetu na katikati yetu. Unatufanya tumuone Mungu aliye ndani yetu, asiyeonekana kwa macho ya nyama kwa wazi au kwa dhahiri. Ayubu sura ya 42 mstari wa 5 na wa 6. Ayubu sura ya 42 mstari wa 5 na ule wa 6. Ayubu sura ya 42 mstari wa 5 na wa 6. Neno la Mungu linasema, nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kutubu katika mavumbi na majivu. Nilikuwa nasikia habari zako, watu wakihubiri kuhusu wewe, watu wakifundishwa kuhusu wewe. Nilikuwa nasikia habari zako kwa kusoma Biblia. Nilikuwa nasikia habari zako kwa kusoma vitabu vya walimu mbalimbali, vya wahubiri mbalimbali. Mungu alipojidhihirisha kwa Ayubu, Ayubu anasema, sizungumzia habari za kusikia watu wakihubiri juu yako, watu wakifundisha juu yako. Sizungumzia habari za kusoma habari zako kupitia vitabu, bali nimekuona mimi mwenyewe kwa macho yangu.
Na Ayubu aliyekuwa anajihesabia haki, anajiona ni mkamilifu, hana mapungufu, Mungu alipojidhihirisha kwake, mstari wa 6 anasema nafanya nini? Kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kutubu katika mavumbi na majivu. Wana wa Israeli waliamini juu ya uwepo wa Mungu katikati yao pale wingu la utukufu wa Mungu lilipoonekana katika nyumba ya Bwana. Wingu, 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 wingu la utukufu wa Mungu. Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 10 na wa 11. Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 10 na wa 11. Haleluya. Neno la Mungu linasema, ikawa makuhani walipotoka katika patakatifu, nyumba ya Bwana ikajaa wingu, hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya wingu lile, kwa kuwa nyumba ya Bwana ilikuwa imejaa utukufu wa Bwana. Naomba tuende kwenye Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 5 mstari wa 13 na wa 14. Nyakati wa pili sura ya 5 mstari wa 13 na 14. Neno la Bwana linasema, hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja, wakisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana, wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa wingu, nam nyumba ya Bwana, hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Mungu. Lile wingu lilipoonekana nyumbani mwa Bwana, wana wa Israeli walijua tayari Mungu yupo katikati yetu, kwa sababu Mungu alikuwa na kawaida ya kujidhihirisha katikati yao kupitia wingu. Walipokuwa safarini wanatoka Misri kwenda Israeli au Kanaani, Biblia inasema alikuwa anajifunua katikati yao usiku katika nguzo ya moto na mchana katika nguzo ya nini? Wingu. Jambo la tatu, unaifanya imani na tumaini letu katika Mungu kuhuishwa na kutiwa nguvu mpya. Udhihirisho wa uwepo wa Mungu na nguvu zake unaifanya imani na tumaini letu katika Mungu kuhuishwa na kutiwa nguvu mpya. Unatufanya tuzidi kuwa na imani thabiti. Unatufanya tuzidi kuwa na imani isiyochoka. Unatufanya tuzidi kuwa na imani isiyoyumbishwa.
juu ya uwepo wa Mungu aliye ndani yetu na katikati yetu. Kusoma juu ya uwepo wa Mungu katika maandiko au kumsikia mtu anahubiri na kufundisha juu ya uponyaji wa Mungu, ni kweli kunaleta imani na tumaini juu ya Mungu mponyaji. Lakini unaonaje siku Mungu ulikuwa ni mgonjwa ukamuomba akakuponya? Viwango vyako vya imani vitabaki pale pale. Wakati unasoma habari za uponyaji wako, ulikuwa unaamini uponyaji wake. Kuna kiwango fulani cha imani anakuwa nacho mtu kwa kusoma Biblia, kwa kusikia mahubiri au mafundisho ya neno la Mungu. Lakini siku Mungu anapojidhihirisha, anapojifunua, anapojiweka wazi, akadhihirisha ule uponyaji wake ndani ya yule mtu, akajidhihirisha kama Mungu mponyaji, imani ya yule mtu haitabaki na viwango vile vile. Tumaini la yule mtu katika Mungu halitabaki na viwango vile vile. Litatoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine cha juu. Kwa hiyo kuna faida, wapendwa, ya Mungu kujidhihirisha katikati yetu. Kuna faida ya Mungu kudhihirisha uwepo wake ndani yetu. Tusitamani kuendelea na yale maisha ya tumeingia kanisani tukatoka, tumeingia kanisani tukatoka, tumefanya ibada nyumbani tumemaliza, basi hakuna kitu kilichoonekana, hakuna kitu kilichotokea. Jambo la 4, humfanya mtu kutekewa na kutamani kuendelea kukaa katika uwepo wa Mungu au katika ibada. Humfanya mtu kutekewa na kutamani kuendelea kukaa katika uwepo wa Mungu au ibadani. Unaifanya nafsi ya mtu kuwa na shauku, kuwa na kiu, kutamani sana kuendelea kukaa mbele za Mungu. Nisikilize wapendwa, moja ya sababu zinazofanya baadhi ya watu kuchoshwa na ibada, zinaweza zikawa ni ibada binafsi za nyumbani, zinaweza zikawa ni ibada za kanisani. Moja ya vitu vinavyoleta uchovu wa watu kuchukia ibada, wa watu kutokutamani kukaa kwenye ibada, ni kukosekana kwa udhihirisho wa uwepo wa Mungu. Unaingia ibadani kavu, moyo mkavu, kinywa kikavu. Luka 9:28 mpaka 35. Unaifanya nafsi ya mtu udhihirisho wa uwepo wa Mungu. Unaifanya nafsi ya mtu kuwa na shauku ya kuendelea kukaa mbele za Mungu, kuendelea kukaa mbele za Bwana, kuendelea kukaa katika uwepo wake, kuendelea kukaa ibadani. Tisa 28 9:28 mpaka 35 inasema, baada ya maneno hayo yapata siku 8, aliwatoa Petro na Yohana na Yakobo, akapanda mlimani ili kuomba. Ikawa katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe yakimetameta, na tazama, watu wawili walikuwa wakimzunguka wakizungumza naye.
nao ni Musa na Eliya. Walionekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake atakakotimiza Yerusalemu. 32. Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wamelemewa na usingizi, lakini walipokwisha amka waliuona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Ikawa hao walipokuwa wakijitenga naye, Petro alimwambia Yesu, Bwana mkubwa, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Hali hajui asemalo. Ametekewa na nini? Uwepo, udhihirisho wa uwepo wa Mungu. Biblia inasema hali hajui, yani anaongea tu. Lakini kilichomsukuma mpaka anafika mahali pa kutekewa ni nini? Ule utukufu wa Mungu ulioonekana mahali pale. Petro akatamani, akafika mahali akasahau kwamba pale walikuwa wameenda kwa muda tu, wanatakiwa kurudi kule walikotoka. Akatamani na vibanda vijengwe mahali pale, waendelee kukaa mahali pale, akifikiria kwamba ule utukufu ulioonekana kwa muda ule utaendelea kuonekana na kesho, utaendelea kuonekana na kesho kutwa, utaendelea kuonekana wiki nzima, utaendelea kuonekana mwezi mzima, utaendelea kuonekana mwaka mzima. Petro akatekewa, lakini kilichomfanya atekewe ni ule udhihirisho wa uwepo wa Mungu kupitia utukufu wake. Unaweza ukaandika na Marko 9 mstari wa 3 hadi wa 6, sitasoma maana inajirudia. Marko 9 3 hadi 6, alafu na Mathayo 17 mstari wa 2 hadi wa 6. Mathayo sura ya 17 mstari wa 2 hadi ule wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana nimesema moja ya sababu zinazofanya baadhi ya watu kuchoshwa na ibada au kuchoka kukaa mbele za Bwana ni kukosekana kwa nini? Udhihirisho wa uwepo wa Mungu. Mungu akijidhihirisha, mwanangu, hautaangalia saa wewe. Hautaangalia saa. Hautamlaumu mchungaji kwamba tumekaa sana ibadani. Hautaiwaza Kariakoo ukiwa ibadani. Lakini unaiwaza Kariakoo ukiwa ibadani kwa sababu ya kukosekana kwa kitu kinachoitwa udhihirisho wa uwepo wa Mungu ndani yako mwenyewe na katikati yetu katika ibada. Ule ukavu unakufanya uchoke kukaa ibadani. Unaona kwa nini mchungaji asimalize tuondoke tu? Lakini wiki nzima hujakanyaga kanisani. Ulikuwa kwenye shughuli zako huko. Jumatano haukuja, Alhamisi haukuja, Ijumaa haukuja, Jumanne sieza haukuja, Jumatatu kwenye zoni haukwenda, na Jumapili unachoka kukaa hapa. Sasa shida mojawapo inayokuchosha ni hiyo. Mungu atusaidie. Udhihirisho wa uwepo wa Mungu na nguvu zake unaifanya ibada iwe na ladha nzuri, iwe na mvuto kwa mfanya ibada. Unaifanya ibada iwe na ladha, ibada iwe na mvuto kwa mfanya ibada. Ladha nzuri ya chakula ndiyo inayomvutia mtu na kumfanya mtu atamani kuendelea kula.
ile ladha nzuri ya chakula kilichoandaliwa na mama, watu wanapokaa mezani kukila, ile ladha nzuri, ile testi nzuri ndiyo inayomfanya mtu atamani kuendelea kula kile chakula. Chakula kikikosa ladha nzuri kinakosa mvuto kwa mlaji. Ndivyo ilivyo ibada ikikosa udhihirisho wa uwepo wa Mungu na nguvu zake ndani ya mtu au katikati yetu. Inaleta tu hali ya kuchoka, watu wanachoka tu. Mtu anaingia kwenye maombi dakika 5, ukavu umetawala moyoni, umetawala mdomoni, anatamani amalize aondoke. Hakuna kitu kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Kumejaa ukavu. Udhihirisho wa uwepo wa Mungu na nguvu zake unamfanya mtu aifurahie ibada, aipende ibada. Ni kama ladha nzuri ya chakula inavyomvutia mtu kuendelea kukila chakula, kuendelea kukaa mezani na kula. Lakini pia unamfanya mtu aione sehemu yoyote ya ibada kuwa karibu hata kama ni mbali. Bwana Yesu asifiwe. Udhihirisho wa uwepo wa Mungu na nguvu zake unamfanya mtu aione sehemu yoyote ya ibada kuwa karibu hata kama ni wapi? Ni mbali. Mtu mmoja aliwahi kusema hivi: sehemu yoyote ya ibada ni mbali kama hakuna udhihirisho wa uwepo wa Mungu na nguvu zake. Kwa upande wa pili ni kama anasema sehemu yoyote ya ibada ni karibu kama kuna nini? Kama kuna udhihirisho wa uwepo wa Mungu na nguvu zake. Na nisikilize, tunapozungumzia habari za udhihirisho wa uwepo wa Mungu na nguvu zake, ni rahisi sana washirika kutuangalia sisi wachungaji. Sikiliza, ibada haiandaliwi na mchungaji peke yake. Ibada inaandaliwa na pande zote mbili. Ibada inaandaliwa na mchungaji, ibada inaandaliwa na mfanya ibada. Sawa watu wa Mungu? Ibada inaandaliwa na mchungaji, afu inaandaliwa na nani? Na mfanya ibada ambaye ni wewe hapo. Usipoiandaa ibada yako, usije kutafuta udhihirisho kwa mchungaji hapa. Na ndiyo maana tunaweza tukawa kwenye ibada kama hii, baadhi ya watu wakatoka wanasema ibada ya leo ilikuwa na nguvu za Mungu, lakini watu wengine wakatoka wanasema ibada ya leo ilikuwa ni kavu, lakini wote tulikuwa hapa. Kinacholeta tofauti ni nini? Kuna aliyeingia ibadani akiwa amejiandaa kumwabudu Mungu, lakini kuna aliyekuja ibadani kidini dini tu. Aliyekuja amejiandaa, amekutana na Mungu. Aliyekuja bila kujiandaa, alikuja akiwa mkavu, ameondoka akiwa mkavu. Kwa hiyo udhihirisho wa uwepo wa Mungu na nguvu zake katika ibada hauletwi na mchungaji. Unaletwa na kila mfanya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Unaletwa na kila nani? Mfanya ibada. Niliwahi kufundisha habari za Roho Mtakatifu hapa. Nikawaambia kitu kinachoitwa bubujiko la Roho Mtakatifu akitoki juu angani, kikaja kikamfunika mtu akiwa ibadani. Bubujiko la Roho Mtakatifu na nguvu zake ni kitu ambacho kinatokea ndani ya mtu. Tuko sawa? Tuko pamoja? Yaani bubujiko linatakiwa litoke ndani yako wewe. Lakini halitokei tu. Halitokei tu. Halitokei tu.
Roho Mtakatifu yuko ndani yetu, anatuhudumia akiwa ndani yetu, anaachilia bubujiko lake akiwa ndani yetu. Sasa wewe ukiwa na maisha yako ya kawaida kule nyumbani, unasubiri ngoja niende nitakutana naye kule, akai hapa. Roho Mtakatifu akai hapa. Mimi ninapokuja ibadani, mchungaji, pamoja na kwamba ninakuja kuwahudumia ninyi, lakini pia na mimi ninakuja kuhudumiwa na Bwana. Kwa hiyo ninakuja na mimi nimejiandaa kukutana na nani? Na Mungu. Kwa hiyo na wewe unapokuja, njoo ukiwa umejiandaa. Ukija kama ulivyokuwa unaenda zamani kule tulikotoka, utatoka unasema ibada haikuwa na uwepo wa Mungu kabisa wakati wenzako wamekutana nao. Na ninapomaliza, udhihirisho wa uwepo wa Mungu huwafanya watu kumwamini Mungu tunayemwabudu na kumhubiri, hasa pale Mungu anapojidhihirisha kupitia ishara, miujiza na maajabu. Huwafanya watu kumwamini Mungu tunayemwabudu na kumhubiri, hasa pale Mungu anapojidhihirisha kwa ishara, miujiza na maajabu. Ishara, miujiza na maajabu ni sehemu ya udhihirisho wa uwepo wa Mungu na nguvu zake katikati ya watu wake au ndani ya watu wake. Mungu hujifunua na kujiweka wazi kwa watu wake kupitia ishara. Mungu hujifunua na kujiweka wazi kwa watu wake kupitia miujiza. Mungu hujifunua na kujiweka wazi kwa watu wake kupitia maajabu. Kwa hiyo maajabu, ishara na miujiza vipo kwa ajili ya kumfunua Mungu, kumdhihirisha Mungu, kumweka wazi Mungu ili watu waweze kumuona. Bwana Yesu asifiwe. Najua kipindi chetu sisi hiki ni tofauti na kipindi cha Agano la Kale. Kipindi cha Agano la Kale Roho Mtakatifu alikuwa anakaa juu ya viongozi tu. Kwa hiyo watu wote walikuwa wanategemea kutoka kwa nani? Kwa viongozi. Lakini kipindi cha Agano Jipya Roho Mtakatifu yuko ndani ya kila muamini. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kwamba wakiwepo pia wachungaji, yuko ndani ya kila mtu aliyeokoka. Ndio maana nimesema anapojidhihirisha, hajidhihirishi kutoka angani, anajidhihirisha kutokea ndani yetu wenyewe. Sasa usipojenga ufahamu huo ndani yako, utakaa na maisha ya kidini ukiwa ndani ya kanisa la watu waliookoka. Naweza ukaandika Kutoka sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 9. Mstari wa 1 hadi wa 9. Lakini pia andika Yohana 6:14. Andika na Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 30 hadi wa 39. Alafu andika Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25 hadi ule wa 34. Ukisoma hii Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 30 mpaka wa 39, utaona watu walipoona moto wa Bwana ukishuka na kuteketeza sadaka ya Eliya. Kama mnakumbuka habari za Eliya na manabii wa Bahali, watu walipoona ule moto, Mungu alipojidhihirisha kupitia ule moto, Biblia inasema watu wote walianguka wakamwabudu Mungu wa Eliya. Lakini kilichowafanya waanguke na kumwabudu Mungu wa Eliya ni ule udhihirisho wa uwepo wa Mungu kupitia moto mahali pale. Lakini pia ukisoma hii Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25 hadi 34, utaona mlinzi wa gereza alimwamini Yesu na kuokoka baada ya Mungu kujidhihirisha kupitia tetemeko, wakati Paulo na Sila walipokuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia.
Biblia inasema gereza, misingi ya gereza ikafanya nini? Ikatikisika. Kilichoitikisa ni nini? Udhihirisho wa uwepo wa Mungu. Mungu alikuwepo pale, akajidhihirisha kupitia kutikisika kwa misingi ya gereza, na yule mlinzi akamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo watu wanapokuja wakakutana na udhihirisho wa uwepo wa Mungu katika ibada zetu, wanamuona Mungu katika uhalisia wake, na wakishamuona Mungu katika uhalisia wake watamwamini, watamwabudu, watamtumikia pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ninapomaliza niseme, tunapoenda kushiriki meza ya Bwana, ni maombi yangu ya kwamba Mungu aidhihirishe kazi ya Yesu aliyoifanya pale msalabani Calvary zaidi ya miaka 2000 iliyopita kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Ile kazi haikufanyika tu, ilifanyika ili idhihirike ndani yetu, na wokovu tulionao ni udhihirisho namba 1. Lakini bado tunahitaji udhihirisho wa uponyaji, kufunguliwa, kuwekwa huru. Mungu ajidhihirishe kama Mungu mponyaji ndani yetu kwa wale ambao ni wagonjwa. Mungu ajidhihirishe kama Mungu mwenye nguvu kwa kuwafungua wale waliofungwa, wanaotembea katika vifungo vya nguvu za giza au uonevu wa adui. Aidhihirishe kazi yake aliyoifanya pale Calvary. Ni maombi yangu asubuhi ya leo. Ni kuombe usimame. Uzuri wa udhihirisho wa uwepo wa Mungu na nguvu zake.